Ni msiba ambao umewagusa sana familia yake, lakini marafiki na ndugu. Na alikuwa ni muumini wetu wa dini ya Kiislamu. Na sisi katika Uislamu kwamba mtu yoyote anapoondoka basi hufanyiwa yale mambo ya msingi manne pamoja na mengine ya ziada. Kuna yale ya lazima, lakini kuna yale ambayo ya sunna, ambayo ni kukithirisha kumwombea Mungu, kwa sababu kila mwanadamu hawezi akaishi katika ulimwengu huu akiwa safi. Kila mwanadamu ana mapungufu na kila mwanadamu huwa anakosea, na ukamilifu wa mwanadamu ni kukosea. Usipokosea maana yake ni kwamba unachukua sifa ya malaika ambayo sio sifa yako. Hakuna mwanadamu ambaye pasei kwamba yeye ni mkamilifu, hahitaji kuombewa Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatushangai sisi katika kutenda dhambi, kwa sababu kullu ibn adam khata, kila mwanadamu anatenda dhambi. Wa khairul khata'ina tawwabun, na walio bora katika watendao makosa ni wale wenye kutubia kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu hamshangai mwanadamu anavyotenda dhambi, lakini anamshangaa mwanadamu anapoacha kutubia, kwamba anakosa kutubia vipi na hali ya kuwa Mola wake ni Tawwabur Rahim. Mola wake ni mwingi wa kupokea toba, ni mwingi wa huruma. Kwa mwanadamu kila anapokosea anatakiwa arudi kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na kurudi kwa Mola ni siri kati ya mja na Mola wake. Unaweza kumkuta mtu labda ametenda madhambi, amekosea, wewe usimhukumu kwamba yule ni mtu mbaya tu, ni mtu wa motoni tu, ni mtu hivi na vile. Hapana, pengine amerudi kwa Mola wake, amerudi kumuomba Mola wake msamaha kwa makosa yake mbalimbali, kwa sababu toba ni kitu ambacho kilicho kati yangu mimi na Mungu wangu. Na hata anayemiliki pepo ni Mungu, sio wewe wala mimi. Anayemiliki moto ni Mungu, sio wewe wala mimi. Kwa hiyo Mungu wetu yeye mwenyewe anapenda kuona watu wanarudi kwake baada ya kukosea. Kwa hiyo siku zote tunatakiwa tudhaniane vyema na tuendelee kuombea na Mungu, kwa sababu sisi wanadamu sote tunakosea, hakuna ambaye hakosei. Kwa hiyo mwanadamu bora ni yule ambaye anatenda kosa kisha akarudi kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio hali tunatakiwa tuombeane Mungu. Na ndio maana tuko hapa kumwombea Hashim Lundenga. Kama Muislamu anaweza akawa na mapungufu yake kama mwanadamu, sisi juu yetu ni kumwombea. Na tunaimuomba Mungu. Hatumuombi mjomba wako wala babako, tunamuomba Mungu mwenye pepo yake, mwenye msamaha wake. Kwa hiyo watu wasiwafungie watu milango ya rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Mungu anasema rehema zangu zimewaenea au zimeenea katika kila kitu. Hata ibilisi mwenyewe, shetani, anafikwa na rehema ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana mpaka leo yupo. Lau si rehema ya Mungu, Mungu angemwangamiza mara moja na kumteketeza. Lakini kwa sababu ya rehema ya Mungu inagusa kila kitu, na hata ibilisi tunaendelea kumuona bado yupo. Kwa hiyo tuendelee kuombeana kheri. Haya ndiyo mafundisho ya dini yetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.